Bwana asifiwe. Sema amen. Walio na Biblia fungua kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Sura ya 4:1. Aliyefika anaweza kusoma Wakorintho wa kwanza 4:1 mpaka 2. Wakorintho wa kwanza sura 4:1 mpaka 2. 4:1 mpaka 2. Mtu na tuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. 2. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Amen. Amen. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Bwana, umetupa muda mzuri wa kusikiliza neno lako. Sisi tuko tayari, tunakualika wewe ufike hapa kwa mwalimu mkuu. Asante kwa sababu utaenda kutubariki sote kwa ile neno kwa kupitia jina la Yesu. Amen. Maandiko yanatuambia mtu na atuhesabu hivi kuwa sisi ni watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Tarehe 14 mwezi wa 4 kama sijakosea, niliwahi kufundisha hapa. Tuliongea kuhusu mtu na atuhesabu kuwa tu watumishi wa Kristo. Tukaishia hapa. Kwa hiyo tuliongea vingi kuhusu watumishi wa Kristo. Nikasema ya kwamba siku tukipata muda tutakuja kumalizia andiko inayosema na mawakili wa siri za Mungu. Na hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Na leo nataka tumalizie hii mistari miwili, mstari wa kwanza na wa pili. Tutaongelea kuhusu mawakili wa siri za Mungu. Kwa wale ambao hawakuwepo siku ile, ngoja tu niwape mwanga kidogo. Tuliongea mengi kuhusu watumishi wa Kristo, tukaongea vingi kuhusu kanisa. Tuliongea kuhusu kanisa la Mungu. Watumishi wa Kristo niliongea ni kanisa la Mungu. Na nikasema kwamba tunaposema neno kanisa, kanisa ni mwili wa Kristo, ambao kwenye mwili kuna viungo vingi. Nikatoa mfano hapo, nilimleta kijana mmoja, nikamwambia alete kitu kimoja pale. Nikauliza swali, kiungo kipi kimehusika kuleta kile kitu pale kukifikisha hapa? Nafikiri mnaanza kupata picha kidogo ile siku, nawakumbusha. Nikasema kwa sababu kanisa la Kristo ni mfano wa mwili na kwenye mwili kuna viungo. Nikauliza, huyu kijana amekwenda kuchukua kitu pale akakileta hapa, ni kiungo gani kimehusika kwenda kuchukua kitu pale kukifikisha hapa? Majibu tuliyoyapata, tulipata viungo vyote vimefanya nini? Vilihusika. Kwa hiyo hiyo ndio kanisa ya Kristo. Nikasema ya kwamba ili kanisa iitwe kanisa, lazima kila kiungo kifanye nini? Kifanye kazi yake.
Kiungo kimoja kisipofanya kazi, ina maana kanisa linaitwa mlemavu. Halo kanisa. Hivyo ndivyo tulivyoongea. Kwa hiyo ili kanisa liwe kanisa la Kristo, inatakiwa kila kiungo kifanye kazi yake. Na tukasema kila mtu ameitwa na Mungu. Wewe ni kiungo. Kwa hiyo ufanye kazi yako kulingana na ulivyoitwa. Hivyo ndivyo tulivyosema. Na leo siku ile tuliongelea kuhusu watumishi wa Kristo. Leo tutaongea kwenda kumaliza kuhusu mawakili wa siri za Mungu. Tunaposema watumishi wa Kristo, ni tafasiri nyingine ni mfungwa katika kazi ya Kristo. Mtumishi ni mfungwa katika kazi ya Kristo. Wakili ni nani? Wakili ni mtu aliyepewa majukumu ya kusimamia mali au nyumba ya mtu mwingine. Huyo ni wakili. Yeye anasimamia ile mali ya yule mtu. Akifanya hivyo kwa uaminifu na kwa bidii, huyo ni wakili. Kwa hiyo wakili sio mwenye mali. Wakili ni msimamizi wa mali ya mtu. Haleluya kanisa. Kwa hiyo sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Tumepewa majukumu ya kusimamia mali, ambaye mwenye mali ni nani? Ni Kristo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 15:1, unashuka tu pale kidogo. Pale kuna mtu mmoja anaitwa Eliazari. Eliazari ni mtumishi wa Ibrahim. Yaani huyu alipewa wadhifa wote na Ibrahim. Mali zote, yaani vitu vyote vya Ibrahim alimkabidhi nani? Eliazari. Na hata ukisoma Mwanzo 24 utaenda kuona Ibrahimu anamtuma Eliazari aende kwenye nchi yake ambako kuna ndugu zake, kwenda kumtafutia mtoto wake nani? Mke. Haleluya. Eliazari tutamuita ni wakili wa Ibrahimu. Si mwenye mali, lakini ni msimamizi wa mali ya nani? Ya Ibrahimu. Kwa hiyo wakili ni msimamizi wa mali, ambaye mwenye mali ni nani? Ni Kristo mwenyewe. Mchungaji ni wakili. Mwinjilisti ni wakili. Mtume na nabii ni wakili. Lakini aliye na kipawa, huduma, karama, wito wa aina yoyote, wewe ni wakili. Kwa hiyo tunapoongea jambo wakili, ni mtu aliyepewa majukumu ya kazi na mwenye kazi. Na maandiko yanatuambia hakuna aliyeitwa bila kazi. Haleluya. Hakuna mtu aliyeko hapa bila kazi. Kuna viongozi wengine akiwa kiongozi anawaza yeye ni yote katika yote. Hakuna kiongozi bila mtu. Wewe ni kiongozi kwenye nafasi yako, lakini kuna mtu mwingine naye ni kiongozi kwenye nafasi yake. Kinachohitajika ni kipi? Mimi nisimame kwenye nafasi yangu, alafu na wewe usimame kwenye nafasi yako. Wewe ni wakili kwenye nafasi yako, na mimi ni wakili kwenye nafasi yangu, na kila mtu atatoa ripoti kwenye nafasi yake. Mfano, Wafalme wa kwanza 13:1 mpaka 6.
Wafalme wa kwanza 13:1. Usome taratibu sana, alafu ikifika 6 ustop. 13:1 hadi 6. Yes. Na tazama, akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana, akafika Betheli, naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. 2. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana, akasema, madhabahu ya Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu, wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. 3 na mwisho 6. 3. Akatoa ishara siku ile ile, akasema, hii ndiyo ishara iliyonena Bwana, tazama, madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatatawanyika. 4. Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipoingia kelele juu ya madhabahu huko Betheli, yalionyesha mkono wake pale madhabahuni, akasema, mkamateni. Basi ule mkono wake uliounyosha ukakatika, wala haukuweza kurudisha kwake tena. 5. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahuni yakamwangika, sawasawa na ishara aliyotoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. 6 na mwisho. Mfalme akajibu akamwambia yule mtu wa Mungu, umsii sasa Bwana Mungu wako akaiombee ili irudishwe mkono wangu tena. Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme urudishwe tena, ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Amen. Nimependa tusome kwa urefu kidogo kwa sababu tuelewe. Hapa kuna habari ya mtu mmoja ambaye ni mtu wa Mungu. Maandiko yanasema hivi, ni mtu wa Mungu, ndivyo alivyomuita. Hapa hajaitwa jina lake hapa. Mtu wa Mungu aliyetoka Yuda. Akafika Betheli, akapaza sauti kama Bwana alivyomwagiza. Pale kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni mfalme, alitaka kubishana na huyu mtu wa Mungu. Unajua kiburi cha wafalme, akataka kunyoosha mkono, mkamateni huyu mtu wa Mungu. Si hatumuelewi hapa. Maandiko yanatuambia kwamba mfalme aliponyoosha mkono kwa mtu wa Mungu, maandiko hapa anasema mkono ukakatika, lakini mkono hukukatika, mkono ulikwama. Ina maana vile alivyonyoosha mkono hakuweza kurudisha tena. Na miujiza ilitendeka saa ile ile pale pale madhabahuni. Madhabahu ikapasuka. Sasa ile miujiza iliyotendeka pale, yule mfalme aliyenyoosha mkono kwa mtumishi wa Mungu, mkono wa kurudi uliganda hivi hivi. Akaanza kuomba msamaha kwa mtu wa Mungu. Naomba uniombee kwa Mungu wako ili mkono nipate kurudisha mahali pake tena. Maandiko anasema hivi, yule mtu wa Mungu akanyosha, akaomba maombi, yule mfalme mkono mkamrudia. Mfalme alipoona ile miujiza alistaajabu. Akamuuliza mtu wa Mungu, unatoka wapi? Yule mtu wa Mungu akasema, mimi natoka Yuda. Nimetumwa hapo kwa sababu ya neno la Mungu, nije nikuonye, lakini mimi ninarudi. Mfalme akapenda kumsihi yule mtu wa Mungu, tafadhali, kwa haya niliyoyaona, hauwezi ukarudi Yuda, upite nyumbani kwangu unywe hata maji. Kuna kitu nataka nikuachie hapa. Yule mtu wa Mungu akamwambia mfalme, Bwana amesema hivi, ile njia niliyoijia nisirudilie tena, wala nisinywe maji wala kula chakula sehemu yoyote,
Kwa hiyo kama nimemaliza huduma, Mungu amenituma hapa, itabidi nirudi tena kwa njia tofauti ni ile niliyoije. Kwa hiyo mfalme, samahani sana, sina huo muda. Yule mtu wa Mungu akaondoka kurudi wapi? Yuda. Alipokuwa njiani anaenda, kipindi kile ile miujiza pale madhabahu inapasuka, palikuwepo watu wengi pale. Maandiko yanatuambia ukisoma mstari ule wa 11, kuna watu walikuwa pale wanaona ile miujiza pale, mtu wa Mungu. Kipindi mtu wa Mungu ameenda, watoto walirudi nyumbani kwao, wakamkuta baba yao yuko pale nyumbani. Wakamwambia, baba, huku kumetokea vitu vya ajabu. Kuna mtu wa Mungu ametoka Yuda. Huyu mtu wa Mungu kutoka Yuda amepaza sauti pale madhabahuni, madhabahu imepasuka. Ishara zote ambazo waliziona kwa mtu wa Mungu wakaanza kumhadithia baba yao. Kuna kitu nakitafuta hapa. Soma sura ya 11. Usome taratibu mama. Hapo hapo. Sura ya 11. Sorry. 11 mpaka 22. Tumfuate msomaji wetu vizuri. Basi nabii mmoja mzee alikuwa akikaa katika Betheli. Huyu ni nabii alikuwa anakaa katika Betheli. Wanawe wakamwendea wakamwambia kila neno alilolitenda yule mtu wa Mungu. Siku ile katika Betheli, na maneno yaliyomwambia mfalme hayo nayo walimwambia baba yao. 12. Baba yao akawaambia, amekwenda zake kwa njia ipi? Kwa maana wanawe walikuwa wameiona njia ile aliyoienda yule mtu wa Mungu aliyotoka katika Yuda. 13. Akawaambia wanawe, nitandikieni punda. Wakamtandikia punda, naye akampanda akamfuata mtu wa Mungu. Akamkuta ameketi chini ya moloni, akamwambia, je, wewe ndiye yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda? Akamwambia, mimi ndiye. 15. Akamwambia, karibu kwangu nyumbani ule chakula. Amen. Amen. Hapa mtu wa Mungu anarudi Yuda, amemaliza huduma. Nabii mzee, si ndio maandiko amesema hapa? Nabii mzee, watoto wanamjia kwa baba yao ambaye ni nabii mzee. Baba, kuna miujiza imetendeka hapo kwenye hekalu. Wakamhadithia baba yao mambo yote yule mtu wa Mungu aliyoyatenda pale hekaluni. Baba yao akauliza watoto, huyu mtu wa Mungu amepitia kwenye njia ipi? Watoto kwa sababu waliona ile njia mtu wa Mungu aliendea, wakamwambia baba yao amepita kwa njia fulani. Baba yao akamwambia watoto, nitandikieni punda mimi nimfuate. Wakamtandikia punda, nabii, maandiko yanamuita nabii mzee. Akamfuata yule mtu wa Mungu. Kwa sababu ya uchovu, yule nabii mzee akamkuta mtu wa Mungu amekaa chini ya mti akipumzika. Akamkuta pale. Akamuuliza, wewe ndo mtu wa Mungu aliyetoka Yuda? Akasema ndio. Bwana amenituma nikwambie urudi nyumbani kwangu, usiende Yuda. Haleluya. Unifuate vizuri tafadhali. Bwana amenituma nikwambie urudi nyumbani kwangu, usiende Yuda. Mtu wa Mungu akamwambia, Bwana ameniambia nitakapokuja hapa nikitaka kurudi Yuda, nisirudi kwa ile njia niliyoijia, wala nisile chakula wala nisinywe maji. Ukishuka tu na hizi andiko hapa, utakuta yule nabii mzee anamwambia mtu wa Mungu, mimi naye ni nabii na Bwana ameniambia urudi nyumbani kwangu, ule chakula na unywe maji. Yule mtu wa Mungu aliposikia habari kwamba huyu ujumbe ni wa nabii na Mungu amemwambia, akarudi. Aliporudi akaandaliwa chakula, akala chakula,
maji akanywa. Alipotaka kurudi, yule nabii aliyemwambia Bwana ndio ameniambia urudi nyumbani kwangu, akamtabiria, Bwana amesema hautafika unakokwenda, utakufa, kwa sababu haukuitii sheria Mungu aliyokupa. Haleluya kanisa. Tuko pamoja hapo? Nataka kumaanisha nini hapa? Nimesema wakili ni mtu aliyepewa majukumu, ni mtu aliyepewa wito, ni mtu aliyepewa huduma, ni mtu aliyepewa karama, ni mtu aliyepewa kazi. Lakini katika kazi kila mtu ana wito wake. Wito wako ulingani na wangu. Sheria Mungu amekupa ni tofauti na za kwangu. Ninakusihi, shika kitu ambacho Mungu amekutuma. Usikubali ushauri wa mtu mwingine. Huyu aliyemdanganya, maandiko anamuita nabii. Huyu nabii, huyu mtu wa Mungu alipomaliza kula, alipokuwa anarudi, kisoma andiko, akakutana na simba njiani, ikamrarua na ikamuua. Yule nabii aliposikia kuna mtu ameraruliwa na simba, akasema si mwingine ni yule mtu wa Mungu, hakutii sheria za Mungu. Yule nabii. Haleluya kanisa. Amen. Wewe ni wakili wa Mungu, umepewa kazi na Mungu. Na hapa mimi napenda tuongee zaidi sana kuhusu neno siri. Pamoja tutaongea kuhusu wakili, lakini uwakili wa siri za Mungu. Ndugu, wito wako una siri, na mimi wito wangu nina siri. Hiyo ni siri yangu peke yangu, sio kila siri utamwambia kila mtu. Hata kama tunachangia huduma, una siri kwenye wito wako, na mimi nina siri kwenye wito wangu. Nani unaweza ukashare na yeye kwenye siri yako? Kilichomwangamiza mtu wa Mungu, alitoa siri. Na ile siri ndio yule nabii mzee aliitumia. Laiti kama asingetoa siri, yule nabii mzee angekosa maneno ya kutumia. Wito wako na wito wangu havifanani. Kila mtu ameitwa tofauti na mwingine. Kwa hiyo kama kila mtu ameitwa tofauti na mwingine, makusudi ya Mungu tulijenge mwili wa Kristo. Wewe una wito wako na mimi nina wito wangu. Kwenye wito wangu ikawezekana kuna siri ambayo inanihusu mimi peke yangu kulingana na wito. Lakini ile siri yangu haijakuhusu wewe. Anayepaswa kuitii ile siri ni mimi mwenyewe. Haleluya. Anayepaswa kuitii ile siri ya wito ni yangu peke yangu. Na usishare siri yako na mtu mwingine, kwa sababu kwenye siri ndiko kuna baraka zako, na kwenye siri ndiko kuna maangamizi yako. Nabii mzee aliposikia siri ya mtu wa Mungu, akaitumia ile siri kwa kumwangamiza mtu wa Mungu, na yeye ni nabii. Si kila kiongozi, kwa sababu ni kiongozi wa kanisa, umwambie siri zako za wito. Si kila kiongozi, kwa sababu ni kiongozi wa kanisa, umwambie siri zako za wito. Pale pale kwenye siri ndo atapiga. Si kila Mkristo, kwa sababu ni Mkristo, unacheka naye umwambie siri zako, atakuumiza. Waamuzi 13:5. Kitabu cha Waamuzi 13:5. Mawakili wa siri za Mungu ndio somo. Lakini tutajikita sana kuhusu neno siri. 13:5 kitabu cha Waamuzi. Unaelewa historia hapa? Samsoni ni mtu amepewa majukumu ya ukombozi wa taifa. Samsoni amesumbua sana Wafilisti. Wafilisti walichokuwa na kidai kukipata kwa Samsoni ni siri za nguvu zake. Wamemfunga kamba mara nyingi,
amezikata zile kamba. Wanamuwinda wajue nini? Neno siri ya nguvu. Samsoni alishindikana. Kuna vitu vingine unapokuwa unasoma andiko, jaribu kumshirikisha sana Roho Mtakatifu. Alafu utaenda kuona ili linawezekana. Mtu anapiga watu zaidi ya 300, mtu mmoja. Taifa hao Wafilisti walishindwa na mtu mmoja, Samsoni, na anaishi kwao. Kila walichokifanya vilishindikana kwa Samsoni. Ni mtu ana nguvu za ziada. Yule jamaa alikuwa anapigana, kulikuwa jeshi la mbinguni lilikuwa linashuka. Wewe ukipigwa ngumi na Samsoni, wale watu walioko nyuma yako wote wanakufa. Huyu jamaa wakasema Wafilisti, tutampataje? Tutajuaje siri za hizi nguvu zake? Mwanamke aliyeolewa na Samsoni, Delila, taifa wakampitia yule mwanamke, akaanza kumbembeleza, niambie asili ya nguvu zako. Mara ya kwanza imeshindikana, mara ya pili imeshindikana, mara ya tatu imeshindikana. Mwanamke ananyenyekea, na kale tule tusauti twa kina mama sio unatujua. Naona wewe haunipendi kabisa. Kama ungekuwa unanipenda usingekuwa unanisumbua. Sasa wewe shida yako ni nini? Shida yako nife tu. Mpendwa, Samsoni alipowaambia yule mama yote, asili ya nguvu zangu ni hiki, ni hiki, ni hiki. Ukifanya hivi nitakuwa sawa sana mwanadamu mwingine. Akasema akaenda kwa Filisti, leo ameniambia kila kitu. Wakamshika, wakamnyoa. Baada ya kunyolewa zile nywele ambazo ndimo mna nguvu za Mungu, nguvu zimeisha kwa Samsoni. Alipoona Wafilisti wanakuja, akajaribu kujitutumua, haikuwezekana. Hana nguvu. Wakamtoboa macho. Kwa nini Samsoni alitobolewa macho? Alitoa siri. Kwa nini na mtu wa Mungu alipambanishwa na simba? Alitoa siri. Sisi ni mawakili wa siri za Mungu, na mtu anayetaka kuwa mawakili anahitajika kuwa mwaminifu. Umepewa huduma na Mungu, wewe ni wakili, lakini mbona unavunja sana mdomo wako utulii? Mbona unatoa siri sana? Mbona si mwaminifu kwenye kazi? Mpendwa, neno uaminifu lina nguvu, neno siri lina nguvu. Baba wa familia asipokuwa na siri ya familia, ameumiza familia. Unavuja sana. Mtoto akifanya jambo tayari majirani wameshajua. Unavuja sana, unavujisha sana siri za familia. Familia haitaheshimika kama unavujisha siri za familia nje. Mama, linda siri za mme. Baba, linda siri za mke. Linda siri za familia ili familia iheshimike. Adui akijua madhaifu yako, atapiga pale kwenye madhaifu. Mkristo yuko hapa. Kuna siri yetu kama wana Methodist hapa. Tuna siri yetu. Si kila neno utalitoa nje la kanisa, unaumiza kanisa. Haleluya. Si kila neno utalitoa nje la kanisa, unaumiza kanisa. Pale kwenye siri ndipo maadui wataingilia. Kaa kimya. Kuna maneno mengi ya kuongea na ndugu huko nje. Yeyote asiyekuwa pamoja na sisi kwenye ufalme wetu hapaswi kuambiwa habari za ufalme wetu. Hacha kuvujisha siri. Kitu chochote kanisa linapanga maendeleo, hacha kuvujisha. Pale tunapopanga kwenye maendeleo, adui akijua hapa ndipo hiki ndicho anachotaka kukifanya, pale kwenye maendeleo yetu, yeye ataanza kuweka mipaka pale. Alafu tutakuja kuumana meno hapa. Haleluya.
adui hawezi kukushambulia kama hajajua siri za nguvu zako. Adui hawezi kufanya chochote kama hajajua siri za nguvu zako. Ili akushambulie, ataanza kufanya upelelezi, apate nusu ya siri ya nguvu zako, ndipo ataanza kupanga mashambulizi. Na akikosa siri, hawezi kufanya chochote adui. Si kila mtu anayekupa chakula anakupenda. Mtu wa Mungu amepewa chakula na nabii mzee, lakini makusudi ya nabii mzee ni kuangamiza wito wa mtu wa Mungu. Si kila mtu anayekupa chakula anakupenda. Kuna chakula kingine kinakuua kiroho. Ili akupate, itabidi akupe chakula. Akisha akupa chakula, unafunguka. Acha kutoa siri za Mungu kwa sababu ya chakula. Utakuwa kama nabii, kama mtu wa Mungu ile tuliyosoma kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 13. Si kila mtu anayekupa chakula anakupenda. Kuna chakula kingine kinaenda kuchokonoa utoe siri ya Mungu iliyoko ndani yako. Na mimi ninakuombea leo, Mungu akupe jicho la kuona. Mungu akupe jicho la kuona. Hiki chakula kitanifaa kwenye ulimwengu wa roho au hakinifai. Si kila mtu anayekupa tabasamu kwamba anakupenda. Si kila mtu anayecheka na wewe anakupenda. Kuna cheko zingine zini za upelelezi. Kuna cheko zingine ni za upelelezi. Mpendwa, Mungu akupe ufahamu. Mungu akupe jicho la kuona nani adui na nani si adui katika jina la Yesu. Mungu akupe jicho la kuona huyu, ili si cheko njema kwangu, ili ni cheko la upelelezi. Mungu akupe hilo jicho la kuona na akupe ufahamu wa kufahamu. Tumeumia sana kwa sababu ya watu wa karibu yetu. Wametuumiza sana mambo ya kiroho. Unampa cheko, anakupa cheko, kumbe ni mpelelezi. Baadaye anaenda kupiga pale pale ambapo kuna nguvu zako za kiroho. Mtu akishaelewa wewe una wito, kwa mfano wa uimbaji, akitaka kukupiga, hata kupiga kwenye mahubiri, hata kupiga pale pale kwenye uimbaji. Pale pale kwenye uimbaji ndio atapiga. Alafu utabaki una wito wa kuingia kanisani hata kuwepo, kwa sababu pale ulipoitwa ndipo kuna majaribu. Utafanya nini? Wewe ni wakili. Na kama wewe ni wakili, unatakiwa kuwa na siri za Mungu. Na inachotakiwa pale kwa wakili ni uaminifu. Fanya kazi ya Mungu kwa uaminifu na kwa siri. Chunga siri ya wito wako. Usimwambie kila mtu, mpendwa. Kwenye kitabu cha Mathayo 25 26:48 nasema, pale kuna habari ya mtu anaitwa Yuda. Wakuu makuhani wamefanya mbinu nyingi kumkamata Yesu apate kumuua. Wameshindwa. Lakini walikuwa wanamuona. Mpendo, kwa mfano, hapa Adelaide kuna kundi linamuinda mchungaji wetu hapa. Wanajua anapolala, anapofanyia kazi wanajua. Lakini wanatafuta tutampataje Pasta Sadiki. Ili waweze kumpata Pasta Sadiki vizuri, mpaka wapitie mmoja wetu hapa. Hawana uwezo wa kwenda moja kwa moja na kumkamata, mpaka ili kupiga na kuangamiza kanisa, wampitie mmoja wetu hapa. Na ndio maana wakuu wa makuhani walikuwa wanamjua Yesu, lakini walimpitia Yuda. Yuda anawapa ishara, yule nitakaye mbusu, huyo ndiye mkamateni. Mpendo, sio kila busu ni lema kwako kwenye ulimwengu wa roho. Busu ni ishara ya upendo. Si kila kitu mtu anaonyesha busu eti anakupenda. Anakupiga kwenye mshono. Huyu mtu ni mpelelezi.
Tumeumia sana kwenye wito wetu kwa sababu ya mabusu haya. Mtu anaonyesha busu na tabasamu iliyo nzuri, unasema huyu ni rafiki mwema. Mpendwa, kama hauna jicho la kiroho, rafiki yako ni Yuda. Kuna siku atakusaliti. Huyu ni mtu ambaye anajifanya kuwa rafiki yako, lakini ana makundi nje na wewe. Wanayoyapanga kule nje ni kukushambulia kiroho. Muombe sana Mungu akupe jicho la ufahamu. Yupi ni rafiki na yupi sio rafiki. Utaumia kesho kiroho. Tumesema wakili ni mtu aliyepewa kazi na bwana wake ili apate kuisimamia. Na ukisimamia ile kazi vizuri, hapo ndipo kuna ripoti yako. Na kila mtu ni wakili hapa wa ule wito ambao Mungu amempa. Wewe una wito na mimi nina wito. Ndugu, mimi sitotoa ripoti yako na wewe hautotoa ya kwangu, isipokuwa tutakachokitafuta hapa, kwa nini Mungu amekuleta hapa na kwa nini Mungu amenileta hapa. Basi. Kwa hiyo ukielewa kwa nini Mungu amenikutanisha na Joshua na mimi nikielewa kwa nini Mungu amenikutanisha na Anje, ina maana tutaulizana, kila mtu afanye kulingana na wito, kwa sababu ya kujenga mwili wa Kristo. Mungu hajaniita hapa mimi na wewe tukutane ili tuje tufanye marumbano. Mungu ametuita tuje kujenga mwili wa Kristo. Kwa nini marumbano sasa kanisani? Kuna watu wameingizwa kwa siri kuja kupeleleza uhuru wetu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Na hao watu hamtawatambua kimwili mpaka uingie kiroho sana. Utambue yupi yuko kanisani kuja kupeleleza uhuru wetu. Mpendwa, si kila mtu uliye naye anakutakia mema kiroho. Ni mwangamizi wa huduma yako. Mshirikishe sana Mungu akufunulie huyo mtu. Wakili au mtumwa mwaminifu. Twende tumalizie Mwanzo 39:7-14. Yusufu amepewa kila kitu kwenye nyumba ya Potifa. Hakuna kitu kilichosazwa ambacho Yusufu hakupewa. Vyote amepewa. Yule mtu wa Potifa amemtamani Yusufu. Yusufu anasema hili jambo halitowezekana. Mpendwa, kuna neno hii mstari wa 9 huu unanifariji sana mstari. Unaniambia, Yusufu anamwambia yule mama, nifanyeje upumbavu huu nimkosee Mungu wangu? Kama hauna roho wa Mungu ndani yako, hauwezi. Mfalme wa nchi, kama wewe kijana unapata hiyo nafasi, utafanyaje? Wewe utakosa utaichezea? Si utasema Mungu hapani kwa mkono? Mfalme wa nchi, neno ili ni neno la ujasiri. Nifanyeje upumbavu huu nimkosee Mungu wangu? Anaita ni upumbavu. Alikuwa na wito ambao Yusufu alikuwa nao ni kukamilisha ahadi ya Mungu aliyomwambia Ibrahimu ataishi kwenye nchi ya utumwa. Ule ulikuwa ni wito. Kwa hiyo Yusufu anachukua, kwa vijana wengine wanaona ni fursa, lakini Yusufu kwa sababu ya roho wa Mungu yuko ndani yake anaita ni upumbavu. Amen. Na kauli kama hizi, kama hauna roho wa Mungu ndani yako, hauwezi. Utasema sasa hapa nitajenga eneo langu peke yangu liitwe kwa jina langu, maana hii ni nafasi ya ufalme, mke wa mfalme, si mali yote itakuwa kwako. Alafu ukisoma pale chini kuna maneno mengine mazuri. Yule mama amemuwinda Yusufu siku nyingi. Yusufu anapiga makorosi. Kuna siku akampata. Wako hao wawili ndani. Yule mama akasema leo itawezekana. Alimshika Yusufu kwa nguvu. Yusufu alikubali kumwachia yule mama mavazi, kukimbia nje akiwa kifua wazi.
asili yetu mwanaume kutembea kifua wazi nje, umechanganyikiwa. Yusufu alikubali watu wamuone yeye amechanganyikiwa, lakini asimkosee Mungu. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Methali 22:3, mwenye busara aonapo mabaya anajificha au anakimbia. Mwenye busara aonapo mabaya ukimbia, lakini mpumbavu huendelea mbele na kuangamia. Mpumbavu, fursa kama hizi za Yusufu, anasema sasa hapa nimepata. Lakini kwa sababu Yusufu ni mwenye busara, ana roho Mungu ndani yake, aliita ni ujinga. Hawezi kumkosea Mungu. Na mimi ninakuombea leo, roho wa Mungu akae ndani yako, akutegulie mitego katika jina la Yesu. Mathayo 25:23. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Mpendwa, huyu ni wakili mwaminifu. Alipewa mali na bwana wake, akaisimamia vema. Bwana wake alipokuja kudai mahesabu, akapigwa mahesabu sawasawa, na bwana wake akamwambia, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakufanya kwa mwaminifu kwa mengi. Ingia katika raha ya Bwana wako katika jina la Yesu. Na mimi ninakuombea leo, simama kwenye uaminifu wako kwenye huduma yako. Wewe ni wakili, kuna siku utatoa ripoti. Ukitoa ripoti iliyo nzuri machoni pa Bwana, kuna uzima Mungu anakuandalia. Kuna uzima Mungu anakuandalia. Usiposimama kwenye wito wako sawa sawa, hauna ripoti. Utakuwa mtumwa mwaminifu? Hapana, hautakuwa mtumwa mwaminifu, utakuwa mtumwa anayetapanya mali za bwana wake. Na ukiwa mtumwa anayetapanya mali za bwana wake, hauna ufalme. Hauna ufalme, hautaingia kwenye ule ufalme ambao Kristo anatuandalia. Maana kwenye ule ufalme kila mtu atatoa ripoti kwenye nafasi yake. Ulifanya nini kwenye wito wako ili ukamilishe ripoti? Haleluya. Amen. Ujiulize, wewe ni wakili. Wakili kuna siku atahitajika mbele ya bwana wake atoe ripoti ya mali. Sasa wewe utatoa ripoti ipi kwa bwana wako? Wewe umekuwa wa kwanza kuvujisha siri za familia, ni wewe. Familia imekosa kuheshimika kwa sababu yako, hauna siri. Umekuwa wa kwanza kuvujisha siri za kanisa, ni wewe. Umekuwa wa kwanza kuvujisha siri za taifa, ni wewe. Ripoti ipi utakayotoa mbele ya macho ya Bwana? Umeshindwa kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, ni wewe. Na wakili aliye mwema machoni pa Bwana ni yule ambaye ana siri ndani yake na ni mwaminifu. Kipi unachokifanya ili utengeneze ripoti nzuri? Ni kipi? Ujumbe huo ninakuachia, na mimi pia naupeleka. Wewe ni wakili ambaye kuna siku kwenye wakili wako utatoa ripoti. Utatoa ipi? Anza kuandaa ripoti sasa iliyo njema machoni pa Bwana. Tofauti na hapo, kazi yote unayoifanya itakuwa si kitu mbele za Bwana. Simama kwenye wito wako, na mimi nisimame kwenye wito wangu. Alafu kuna siku tutatoa ripoti, na Bwana atubariki.